محمد جميل زينو لا تصوم سؤال إلى 47 من هو الولي. أنا سمع شيخ محمد جميل زينو رحمه الله تعالى من هو الولي؟ ولي ناني؟ أنا سمع جواب الولي هو المؤمن التقي. ولي ni mu'min, التقي mchaji. Wali ni mu'min, التقي mchaji, mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Anaweza kuwa si katika Makuraish, anaweza kawa si katika Waarabu. Yeyote, taifa lolote na kabila lolote anaweza akawa ni wali wa Allah tabaraka wa taala. Anaweza akawa maskini alafu akawa ni wali wa Allah tabaraka wa taala. Nywele zake chakuchaku, nguo zake zimejaa vumbi. Lao kama anakuja nyumbani kwa mtu fulani kubisha hodi kuomba maji ya kunywa, kuna uwezekano akafukuzwa, akasukumwa, kutoka hapa. Jinsi alivyo duni, mazingira yake, shakhsia na muonekano wake, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ile hadithi kama huenda akawa mtu chakuchaku, nywele zake kitimtimu, nguo zake zimejaa vumbi. Hadithi ya Abu Huraira aliyopokea al-Imam Muslim rahimahullah: rubba ash'atha aghbara madfu'in bil abwabi law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Rubba ash'atha aghbara madfu'in bil abwabi, huenda akapatikana wali wa Allah ash'ath, ana kitimtimu cha nywele chakuchaku, hajatana. Aghbara, amejawa na vumbi, chafuka ukimwangalia nguo zake. Madfu'in bil abwabi, anasukumizwa kwenye milango ya watu. Hana jaha, akija kubisha hodi wakichungulia kwamba fulani hawamfungulii, bali wanamsukumiza kwa kuwa ni mtu mbele ya macho ya watu hana qima, lakini ana qima mbele ya Rabbul Alamin. Madfu'in bil abwab, husukumizwa kwenye milango ya nyumba za watu, lakini ni wali, wewe humjui. Allah anasema, Mtume anasema, law aqsama 'ala Allahi la abarrahu, lau kama atamuapiliza Allahu, akaapa kiapo juu ya Allah kwamba wallah ya Rabb fanya kadha,
wallahi ya rab liwe kadha, wallahi ya rab na liwe kadha. Lau kama atamwapiliza Allah juu ya jambo fulani, analiomba huyo wali kwa Allah liwe, la abarrahu, basi Allah atatakasa kiapo cha huyo wali, atakitakasa kiapo chake, atafanya subhanahu wa ta'ala. Lakini yukoje? Ash'ad, kitimtimu wa nywele, chakuchaku, aghbar, katibuka, madfu'in bil abwab, hana qima mbele za watu, wanamsukumiza na milango, wanamsukumizia mbali huko. Lakini lau kama ataapa kwa Allah, Allah anatakasa kiapo chake, wali huyu wa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo anaweza akawa hata mtu ambaye anaonekana hana maana mbele ya jamii ya watu fulani na sehemu fulani, anaweza akawa ni kabila lolote, muda wa kuwa amebeba wasifu wa yeye kuwa ni wali. Kuna watu wanadhani kwamba mawali ni wale masharifu kabila fulani, ukoo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yao, kwamba hao si watu wa kawaida. Yule ambaye nasaba yake ikifuatiliwa inakwenda kuishilia kwa Hassan au kwa Hussein, vijukuu hivi au vitukuu vya Mtume Muhammad hivi sallallahu alaihi wasallam, anaweza asiwe Quraish, anaweza asiwe Mwarabu, kawa yuko mtu ni huko kusini huko ndani na njilinji, lakini wali wa Allah kwa kuwa amebeba mambo makuu mawili, al-iman wat-taqwa. Al-iman wat-taqwa, ana imani na ana uchamungu. Kwa hiyo anauliza Sheikh, man huwa al-wali, wali ni nani? Anasema al-wali huwa, wali ni al-mu'minu at-taqiyyu, mu'min mcha Mungu. Tutaona nini maana ya ucha Mungu uliokusudiwa hapa na nini maana mu'min aliyekusudiwa hapa. Qala Allah ta'ala, dalili kwamba wali ni kila atakayekuwa na imani na takwa ni aya ya Allah tabarak wa taala katika suratu Yunus aya 62 mpaka 63. Anasemaje al-Maula al-Karim? Anasema ala, eleweni, inna awliya Allahi, hakika mawali wa Allah, la khawfun alayhim, hakuna hofu juu yao. La khawfun alayhim, hakutokuwa na hofu juu yao kwa yale wanayoyaendea, kwa yale wanayoyaendea. Wale wanapokata roho, wanakufa, wanaelekea kwenye ulimwengu mwingine, kwenye nyumba nyingine, wametoka kwenye daru dunia wanakwenda kwenye daru barzakh. Kawaida mtu hata akiwa hapa kwenye daru dunia, watoka kwenye mji kwenda kwenye mji mwingine, ima kwenda kuanza maisha, umehamishwa kikazi, kunakuwa na aina fulani ya kihoro unakuwa nacho, au unasafiri kuendako ndo mara ya kwanza, namna fulani ya kihoro na kijiwoga. Allah anasema hawatakuwa na hofu hao kwa yale ambayo wanaendea huko mbele zao. Kiyama, wamekisoma kiyama, au wamesoma mazingira ya daru al-barzakhi, maisha yalivyo hapo makaburini huko, maswali ya munkara wal nakir. Hawana hofu, wala hum yahzanuna, na wala hawatakuwa na huzuni. Kwa maana mbili, hawatakuwa na huzuni
kwa yale wanayoyaendea walioyatanguliza katika matendo yao. Wao walitanguliza matendo mema, hivyo hawana sababu ya kuwa na hofu wala hawana sababu ya wao kuwa na huzuni. Kwa nini? Wameshathubutukiwa na amani na maisha yaliyokuwa mazuri. Wameshathubutukiwa na amani, wana amani hao. Si amani tu, kadhalika as-saada, maisha mazuri. Si maisha mazuri tu, hawa watapatwa na kheri nyingi ambazo hakuna azidiwaye isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hawana hofu wala huzuni kwa yale wanaoendea walioyatanguliza kwa machumo ya mikono yao. Haya yamesemwa. Na wako waliosema wala hum yahzanun, na wala hawatakuwa na huzuni kwa yale wanaoyaacha nyuma yao. Anaondoka huyu wali wa Allah, achukuliwa roho yake, lakini ameacha mke, ameacha watoto, huenda kaacha mzazi mmoja, baba au mama, na yeye ndiye alikuwa msimamizi wao mpaka atoke akatarazaki huko, akachakarike, arudi watu wale. Sasa naondoka mimi, hivi vitikirinya hivi vidogo vitoto hivi yawaje hali zao? Akawa ana huzuni kwamba anawaacha hao, hajui watakuja kuangukia mikononi mwa nani katika malezi. Amesoma familia yake kwamba hakuna watu wa sawa sawa watakaowashikilia hawa mithili alivyokuwa akiwashikilia mwenyewe, au kwa namna inayokaribiana. Sababu kumpata ambaye atawashikilia watoto wako kama wewe au zaidi yako kwenye watu 1000, wanaweza kupatikana wawili, kupatikana watatu. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo anaondoka, anagubikwa na ile hali ya yeye kuingiwa na huzuni. Sasa mawalii wa Allah hawako hivyo, hawana woga wala hofu wendako, wala hawana huzuni kwa yale walioyaacha nyuma yao duniani huko. Unapenda uwaache watoto wako kwenye mazingira kama haya, hili lina misingi yake, ni imani na takwa. Imani na takwa, kuwa mu'min, kuwa taqi. Ukifa haya mwachie Allah, lakini watoto wa wali wake. Hii ni familia ya wali wake, naam, hawatopotea. Allah anasema waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alayhim, katika sura an-Nisa. Waliyakhsha, na waogope. Sura an-Nisa aya ya 9. Anasema Allah anatoa mwarobaini wa hali hiyo, kwamba itakuwaje, nitakuacha sasa, itakuwaje, nani atawashikilia kweli? Allah anatoa mwarobaini, anasema waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa, na waogope wale ambao lau kama watakufa wakaacha nyuma yao dhurriyatan dhi'afa, watoto wadogo madhaifu.
wakaogopelea wasije wakaja wakadhulumiwa hawa watoto haki zao na mashangazi au na mababa wakubwa au na mababa wadogo au na waliokuwa chini ya miliki yao na wakiwaangalia, ambao wataacha nyuma yao dhurriyatan dhi'afa, watoto wadogo dhaifu, wakaogopelea kudhulumiwa haki zao au kupotea kimaadili na mengineyo. Falyattaqullah, hawa wanaoyachelea haya, tiba yao ni wao waendelee kumcha Allah, alafu wamwachie Allah watoto wao. Wamwogope Allah tabaraka wa taala pia katika hali ya kuangalia mayatima, ambao wamefiwa na wazazi wao, waangalie mayatima. Kwa kuwatunzia mali zao kwa wale ambao wanawamiliki mayatima, wanawahifadhi, au kwa kuwalea malezi yaliyokuwa mazuri na kuwakinga na matatizo na mabalaa mtihani. Waliyaqulu, na waseme kuwaambia mayatima, qawlan sadida, maneno mazuri ya uadilifu ya sawa sawa. Ukitaka hayo kwa watoto wako, hebu yafanye haya. Kikubwa Allah kasemaje? Falyattaqullah, wa muogope Allah. Na hapa Allah anasemaje? Mawali wa Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun, hawatakuwa na huzuni mpaka kwa watakavyoviacha. Ili wasiwe na huzuni kwa vile watakavyoviacha, wafanye nini? Wana sifa gani hao? Allah akasema alladhina amanu, wale walioamini imani ya kweli, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake na siku ya mwisho, wakaamini qadari, khairi zake na shari zake, wakasadikisha imani zao hizo kwa kutumia msingi wa uchamungu, kwa wao kutekeleza amri za Allah na kujiepusha na makatazo yake. Na aya hii kama wanavyosema ahlul ilm, hiya aqwa ma yu'tamadu alayhi fi tafsiri haqiqati alwali shar'an. Aya hii ndiyo aya yenye nguvu inayotegemewa katika kutafsiri hakika ya maana ya neno wali kisharia. Nani wali kisharia? Dalili kubwa inayotegemewa ni hii aya, kwamba wali ni yule ambaye alladhina amanu, ni wale ambao wameamini, wakanu yattaquna, wakawa ni wacha Mungu, wanaotekeleza amri za Allah na kujiepusha na makatazo yake. Hawa ndio mawali popote pale walipo, fi kulli zamanin wa makan, zama zozote, mahala popote. Wenye imani na takwa, hao ndio mawali. Man kana lillahi taqiyan kana lillahi waliya, ambaye atakuwa ni mcha Mungu kwa Allah, huyo ndiye wali wa Allah. Kwa hiyo hawatakuwa na huzuni kwa wale watakaowaacha nyuma yao huku ulimwenguni, ili wasiwe na huzuni kwa vile watakavyoviacha. Wafanye nini? Wawe na imani na takwa. Tumeona vizuri hapa. Takwa ni nini? Allah anasema wakanu yatakuna, wakawa ni wachaji, wakawa wanamcha Allah
kwa takwa. Takwa ni nini? Mshairi anaelezea maana ya takwa, anasema khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaka tuqa. Khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaka tuqa, acha madhambi madogo yake na makubwa yake, huo ndio ucha Mungu. Khalli dhunuba, achana na madhambi, saghiraha, madogo yake, wa kabiraha, na makubwa yake, dhaka tuqa, huo ndio ucha Mungu. wasna' kamashin fawqa ardi shawk. wasna' kamashin fawqa ardi shawki, alafu fanya kama afanyavyo anayetembea kwenye ardhi yenye miba. wasna' kamashin fawqa ardi shawki yahdharu ma yara, kisha fanya mithili ya afanyavyo atembeaye juu ya ardhi yenye miba. Anafanyaje anatembea kwenye ardhi yenye miba? Anafanyaje? Anatembea hajali, kanyaga ovyo, ajitia upofu. Anafanya hivyo mtembeleaji? Afanyaje? Atembeaje? Anatembea kwa uangalifu, ananyata, anapeleka mguu, anauinua, alafu anaangalia, hapa ninapotaka kuweka ndipo, au kuna mbigili. Sio hivyo? Na wewe fanya hivyo hivyo. Ikikujia jambo yafaa kweli, sio haramu, hii haramu, peleka mguu kwingine, sitaki kugusa. Hivi pia yafaa kweli, pafaa kwa mguu hapa, pafaa hapa peupe, ili halali, ili aina lifanya. wasna' kamashin fawqa ardi shawki, fanya kama afanyavyo atembeaye juu ya ardhi yenye miba. yahdharu ma yara, ana khofia yale anayoyaona, fanya hivyo na wewe. la tahqiranna saghiratan, usidharau dogo lolote katika madhambi, usidharau. innal jibala min alhasa, hakika jabali limetokamana na changarawe, likawa jabali haliwezekani tena, asili yake limetoka chini. Mshairi anasema hivi. Tumeelewana vizuri? Kwa ukifanya hivyo, mshairi anasema dhaka tuqa, huo ndio ucha Mungu. khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaka tuqa. wasna' kamashin fawqa ardi shawki yahdharu ma yara, la tahqiranna saghiratan innal jibala min alhasa. Nani ameshaandika yote? Tumsikilize shairi hilo. Nani anaweza kulisoma haraka? Naam, soma. Soma Kiswahili bwana, acha madhambi mambo ya Kiswahili hapa. Nataka ulisome shairi kama lilivyosemwa na mwenyewe. khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaka tuqa. wasna' kamashin fawqa ardi shawki yahdharu ma yara, la tahqiranna saghiratan innal jibala min alhasa. Naam, nani atajaribu? Naam, Abu Mahir. Naam, wasna' nuni hapo, so wasma', wasna' sadimun, wasna' kamashin, mim alif alaf shin yenye kasratain, kamashin, usivute shin. wasna' kamashin.
ardi shauki. Ash-shauk ni miba, shaukatun, ash-shauk miba. Ma yara, na tahadhari yale anayoyaona. Yara yeye, so tara, yara. Saghiratan inna min al-hasa, min al-hasa wa ha na alif maksura, hasa, sad alif maksura, hasa. tumeelewana? Tayeb. Alladhina amanu, ni wale walioamini. Tukasema walioamini Allah, amanu billah malaikatihi kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa sharrihi. Wa kanu yattaqun, kwa maana na wakaisadikisha imani yao kwa ucha Mungu, kwa kujiepusha na madhambi, kama tulivyoona katika maneno ya mshairi. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. hawa ndio mawali. Tumesema wali anaweza kuwa kabila lolote, taifa lolote, muda wa kuwa ana al-iman wa taqwa, muda wa kuwa ana al-iman wa taqwa. وقال صلى الله عليه وسلم, na amesema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyopokea al-Imam Ahmad bi isnadin sahih, anasema innama waliyallahu, innama, hakika si vinginevyo, waliyallahu, wali wangu ni Allah, kipenzi changu ni Allah. Wa salihul mu'minin, na waislamu watendao mema, na wema katika waumini. Wa salihul mu'minin, na wema wa waumini, kwa maana wanaofanya ihsani na wakatenda mema, hao ndio vipenzi wangu. Mtume anasema katika hadithi, na hapa amekata mahallu shahid, wa illa asli yake ni ile hadithi tuliyosoma katika suala 46, inna ala bani fulani laysu biawliyai, hakika ukoo au familia ya akina fulani sio vipenzi vyangu. Kwenye riwaya inna ala abi, inna ala abi badala ya bani. Hakika watoto wa abi fulani si vipenzi vyangu mimi. Wanasema ahlul ilm, kuna kitu amekifanyia hadhifu, amekifuta kitaja, anakusudia inna ala abi talib au inna ala ya abi talib laysu li bi awliya, si vipenzi vyangu, kwa kuwa labda hawakuendana na aliyokuja nayo. Kwa hiyo kuwa wako pamoja kinasabu, hilo halijalishi, kwa maana hata kama watakuwa wana ukaribu na mimi kinasaba, si vipenzi vyangu. Innama waliyi Allah, hakika si vinginevyo kipenzi changu ni Allah. Wa salihul mu'minin, na wale wazuri wanaofanya mema na ihsani katika waumini, hao ni vipenzi vyangu hata kama wako mbali na mimi kinasaba. Tumeelewana vizuri hapo? Kwa tunajifunza hapo kwamba walii wake ni Allah, na walii wa mtume kadhalika ni waislamu wazuri, kwa maana wasalihul mu'minin, na wazuri katika waumini, maana waliobeba sifa ya imani na takwa. Salih kubeba takwa hapo, almu'minina kubeba sifa ya imani. Kwa inakuja pale pale, wali ni nani? Mwenye imani na takwa.
dhahiri hapo. Kwa hiyo kuna mawalii wa Allah vipenzi vyake ni waumini wa Mungu, na Allah akabainisha kwenye Qur'an kwamba kuna awliyaur rahmani na awliyaush shaitan. Mawalii wa rahmani Allah na kuna mawalii wa mashaitani, akabainisha kwenye Qur'an. Kadhalika ambainisha katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mfano katika suratul Baqara aya 257 anasema Allah tabaraka wa taala, Allahu waliyul ladhina amanu, Allah ni kipenzi cha wale walioamini, ni walii wa wale walioamini, kipenzi chao. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, na anawatoa wao kutoka katika viza vya ukafiri ila nuri, kuwapeleka kwenye nuru ya imani. Amethibitisha kwenye aya hii mawali wake. Kwa hiyo Allah ametaja, amebainisha kwenye Qur'an mawali wake na mawali wa shetani. Hawa ni mawali wake. Kina nani mawali wake? Alladhina amanu, Allahu waliyul ladhina amanu. 250 ngapi? 57 ya sura ya pili Al-Baqara. Kama alivyobainisha mawali wake katika suratul Maida aya 54, akabainisha mawali wake, penzi vyake na sifa zao. Kwa maana sifa zao zipi hizo? Anasema fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adhillatin 'ala almu'minina a'izzatin 'ala alkafirina yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata lahi. Sifa za mawali wa Allah. Fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah tabaraka wa taala atawaleta watu wengine yuhibbuhum, ambao hao watu wengine atawapenda, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, na wao watampenda Allah. Adhillatin 'ala almu'minina, ambao sifa zao hao mawali wake ambao wanawapenda, adhillatin 'ala almu'minina, ni warahimu kwa waumini. A'izzatin 'ala alkafirina, wakali wagumu kwa makafiri. Sifa za mawali wa Allah hizo, huhurumiana wao kwa wao na wanakuwa wakali kwa watu makafiri. Yujahiduna fi sabilillah, watakuja kupigana jihad katika njia ya Allah. Wala yakhafuna, na wala hawataogopa kwa ajili ya dhati ya Allah na dini yake, lawmata lahi, lawama ya atakayelaumu, hawataogopa. Hawa ni kina nani? Hawa ni mawali wa Allah, na hizi ni sifa zao. Akataja tena mawali wake katika sura hii Maida aya 55 inayofuatia. Akasemaje subhanahu? Akasema innama waliyukumullah, hakika si vinginevyo. Adatu hasrin, Allah anadhibiti, hakika si jinginelo. Waliyukumullah, kipenzi chenu nyinyi Waislamu ni Allah, wa rasuluhu, na mtume wake, walladhina amanu, na wale walioamini. Hao ndio vipenzi wenu. Hamna upenzi na usuhuba na wasiokuwa watu wa mila yenu, alyahud wan nasara. Vipenzi vyenu nyinyi ni Allah, mtume wake, na wale walioamini.
alladhina yuqimuna as-salah, ambao wanasimamisha sala, wa yu'tuna az-zakah, wanatoa zaka wenye uwezo, wa hum raki'una, ilhali ni wanyenyekevu kwa Allah tabaraka wa taala, waliojidhalilisha kwake. Hawa ni mawali wa Allah tabaraka wa taala. Alafu akabainisha wako mawali wa shetani, sio mawali wa Allah. Wali ndiye, lakini wali wa shetani, huyu ni wali wa shetani, wali wa shetani. Akabainisha pia kwenye Qur'ani katika aya 100 Al-A'raf, hapana 100 suratul Nahl, suratul Nahl. Anasemaje subhanahu kubainisha mawali wa shaitan? Anasema innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikuna. Hao ndio mawali wa shetani. Innama sultanuhu, hakika si vinginevyo sultani ya shaitani, anawasaliti na kuwaweza na kuwafanya atakavyo akina nani? Alladhina yatawallawnahu, wale ambao wamemfanya shetani kuwa ni kipenzi chao. Sultani ya shaitani iko kwa watu hawa, anawafanya atakavyo. Amesalitishwa shaitani kwao hawa, wale waliomfanya shaitani kuwa ni wali wao. Hawa ndio mawali wa mashaitani. Walladhina hum bihi, na wale ambao bihi, kwa sababu ya kumtii kwa shaitani, mushrikuna, wanahesabika kama wamemshirikisha Allah, kwa maana na washirikina nao ni mawali wa mashaitani. Washirikina ni mawali wa mashaitani. Kwa wapiga ngoma za kishetani zile, wanaocheza goi, wanaocheza pungwa, wanaopunga watu mashetani, wote hao ni mawali wa mashaitani. Wenye kusimamia mizimu na kupeleka vyano mizimuni, wote ni mawali wa mashaitani. Ramba huko, manyaunyau kadha, wote wanaingia kwenye mawali wa mashaitani. Allah akabainisha kwenye Qur'an kwamba kuna mawali wa Rahman na kuna mawali wa shaitani. Na katika suratul Baqara 257 mwishoni, walladhina kafaru, na wale waliokufuru makafiri, awliyauhum at-taghut, mawali wao ni mataghut, yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, wanawatoa kwenye nuru wanawapeleka katika giza. Mawali wa mashetani. Na akawataja mawali wa shetani katika suratul Nisa aya 76. Anasemaje al-Mawla al-Karim? Anasema walladhina kafaru yuqatiluna fi sabili at-taghut, na wale waliokufuru wanapigana katika njia ya taghut, njia ya dhulma na ufisadi katika ardhi. Faqatilu awliya ash-shaytan, nyinyi waislamu
waueni mawalii wa mashaitani, vipenzi vya mashaitani viueni. Inna kaida shaitani kana dhaifa, hakika vitimbi vya mashaitani ni vitimbi dhaifu kabisa. 76 sura an-Nisa. Na akabainisha tena Allah mawali wa mashaitani katika aya ya 119 ya sura an-Nisa. 119 anasema, wa man yattakhidhi ash-shaytana waliyan min dunillah, na yeyote atakayemfanya shaitani kuwa ni kipenzi chake akamwacha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yattakhidhi ash-shaytana waliyan min dunillah, na yeyote atakayemfanya shaitani kuwa ni wali, kipenzi chake kinyume cha Allah, akafanya shaitani kuwa ndiye mola wake anayemtii, anayemsikiliza, faqad khasira khusranan mubina, kwa hakika huyo amekula hasara ya wazi kabisa. Na akataja Allah mawali wa mashaitani katika surat Ali Imran 175. Akasemaje al-Maula al-Karim? Anasema, innama dhalikum ash-shaytanu, innama, hakika si vinginevyo, huyo ambaye anawatia uzito nyinyi msishiriki jihadi, akawatia uzembe, ash-shaytanu, huyo ni shetani, ndiye anayefanya mkabweteka kushindwa kushiriki jihadi. Huyo ni shetani. Anafanya nini shetani? Yukhawwifu awliyaahu, anawahofisha vipenzi vyake, anavikhofisha vipenzi vyake. Kama ukienda kwenye jihadi utakwenda kufa, ukienda kwenye jihadi utakwenda kuuawa, utaacha mke wako mrembo, mke mrembo atarithiwa, watoto wako wadogo wale mayatima utawaacha vipi? Mali yako itagawiwa. Jamani, mimi naumwa siendi, watu wa uongo wa uongo. Shetani huyo yukhawwifu awliyaa, anawahofisha vipenzi vyake. Fala takhafuhu, usiogope. Allah anasema, wakhafuni, na mniogope mimi, in kuntum mu'minin, kama nyinyi kweli ni Waislamu. 175 Al-Imran. Kwa ujumla Allah tabaraka wa taala kwenye Qur'ani ameshabainisha mawali wake na mawali wa shaitani. Wali wake ni nani? Al-mu'minu at-taqiyyu, ni mu'min cha Mungu. Kila ambaye atakuwa kwa Allah ni mcha Mungu, kwake atakuwa ni wali. Man kana lillahi taqiyan kana lillahi waliya, anaweza wali kutoka mahala popote, hata kama ataonekana ni mtu duni, muonekano wake, mavazi yake amechafuka, nguo hana nyingi za kutosha, viguo vyake anavisubiria, kifua anasubiri, anavaa kishuka chake, mfano nywele zake tiptiu, ana mafuta kupaka kwenye nywele, ana mafuta kupaka miguuni, akijikuna labda mguu unatoa unga, lakini muda kuwa ni mu'min taqi, huyo ni wali wa Allah. Lau aqsama ala Allah la abarra, hata kama ataapa juu ya Allah kufanya jambo fulani, Allah atasadikisha kiapo chake. Hapa kesho tutaona nyinyi kama huu mti utaanguka, huu mti utaanguka, huu wallahi utaanguka huu mti. Wali wa Allah huyo kweli, mwamka asubuhi mtu mnyanguka. Allah akakitakasa kiapo chake. Kwa nini? Kwa kuwa ni wali wake. Na wali wa Allah analoomba kwa Mola wake ampa, anakuwa ni mujabu da'wa, dua zake za kubaliwa. Man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harbi, bali nafasi ya wali katika hadithi aliyotaja Imam al-Bukhari kutoka kwa Abu Hurairah,
nimehifadhi kipande chake. Ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idha dhakarani fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khairin minhu. Inaendelea, man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb, atakemfanyia uadui wali wangu, wali wa Allah, kumfanyia uadui ima wa maneno au wa matendo, faqad adhantuhu bil harb, nimeshamuidhinisha kimapambano. Yani wewe wamfanyia uadui wali wa Allah, Allah ameshakutangazia vita kwamba hapo ulipoingia sipo. Alafu akaendelea bwana mtume kuitaja hii hadithi al-Qudsi, akasema wama taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi, na wala hatajikurubisha kwangu mja wangu kwa jambo ambalo mimi nalipenda mno kama mja wangu kufanya lile ambalo nimemuamrisha kwa lazima anifanye. Mambo ya faradhi, ukiswali swala ya faradhi, Allah anaipenda sana swala ya faradhi kuliko swala ya sunna. Ukifunga saumu ya faradhi Ramadhani, Allah anaipenda zaidi saumu ya faradhi kuliko saumu ya sunna. Ukienda ile hija ya Kiislamu, hija ya kwanza ya wajibu, Allah anaipenda zaidi hija ya kwanza ya wajibu kuliko hija nyingine zitakazokuja baada ya hiyo. Hatajikurubisha kwangu mja wangu kwa kufanya jambo ambalo nalipenda mno kuliko mja wangu kufanya lile ambalo mimi nimemtaka alifanye kwa wajihi wa ulazima. Lazima uswali swala tano, lazima ufunge Ramadhani, amekufaradhishia. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba, na wala hatoacha kuwa mja wangu anajisogeza kwangu kwa kuyafanya mambo ambayo sijamlazimisha. Mambo ya sunna anayafanya ambayo sijamlazimisha, lakini anayafanya, anajisogeza kwangu mimi mpaka mimi Mola wake nimpende. Na nikishampenda huyo, mimi sasa nitakuwa ni sikio lake analosikia kwalo, mimi nitakuwa ni macho yake anayoonea kwayo, mimi nitakuwa ni mkono wake anaokamatia kwao, na nitakuwa ni miguu yake anayotembelea kwayo. Na akiniomba nitampa, akiniomba nimlinde nitamlinda. Yani ukifikia hapo, wewe umefikia kwenye daraja la wali. Ya Rabbi, tuletee mvua. Dakika kadhaa tu wingu linafunga, mvua inanyesha. Wali huyo wa Allah tabaraka wa taala. Allah anasema akifikia hivyo, akiniomba nitampa. Wala in sa'alani la u'tiyanna, tena anasema la u'tiyanna. Lamu imekaa sehemu ya qasamun muqaddar, kiapo kinachokadiriwa, kana kwamba anasema wallahi nitampa. Na akiniomba nimkinge na jambo, la u'idhannahu, wallahi nitamkinga, hatofikwa na mabaya. Hata kama watajumuika
man bi aqtariha, wote waliopo kwenye kona zake dunia na ulimwengu, kwa ajili ya mmoja huyu hawatomfika. Atakuwa ni mkono wake, atakuwa ni sikio lake. Nini maana maneno haya? Maana yake hatosikiliza ya haramu, kuwa yeye ni sikio, yani kuwa Allah ni sikio lake. Maana yake sikio lake atalitumia kwa mujibu wa anavyotaka Allah tabaraka wa taala. Atalitumia sikio lake katika matumizi mema, kusikiliza Qur'ani, kusikiliza hadithi, kusikiliza mawaidha, kusikiliza wazazi wawili, kutokusikiliza mambo yasiyofaa kusikiliza, kama vile kusikiliza maneno ya umbea, kusikiliza maneno ya kusengenya, kawa unasengenya watu na wewe upo kutega masikio yako, au kawa unasikiliza sauti zisizofaa kuzisikiliza, kwenda kwenye chumba cha mtu mwenyewe yuko na mke wake, wewe watega sikio utaka kusikia wanachokizungumza huko ndani. Kadhalika macho, kwa unatumia kwenye mambo ya halali, mambo ya mubaha mazuri. Unatumia macho yako unasoma Qur'ani, unatumia macho yako unasoma hadithi, unasoma elimu ya dini. Unatumia macho yako kuifanya ile mambo yanayokunufaisha kwenye dunia yako au akhira yako. Unatumia macho yako kufanya kazi, unalima. Unatumia macho yako kwenye kulima na kwenye kupalilia, kwenye palizi. Unatumia macho yako kwenye mambo yenye manufaa, unatumia macho kwenye mambo yenye madhara, kuangalia picha za ngono mfano, au kuangalia muharramat nyingine, kuangalia mdundiko na vitu kama hivyo. Kadhalika mkono, utumie mkono wako kumpiga mtu, kuiba, vitu kama hivyo. Mkono wako unatumia katika yale mambo yanayofaa, kama vile tulivyoona katika maneno ya yule mshairi, kama mtu anayetembea katika ardhi yenye miba, kwa hiyo mkono wake anataka hapana, siwezi kushika hiki. Sipeani mkono na wanawake ambao wanafaa kuwaoa, mimi sipeani mkono na wao, kwa sababu sheria imekataza. Nitamsalimia mama yangu, nitampa mkono na nitamkumbatia, kadhalika dada yangu nitampa mkono na nitamkumbatia. Lakini mtoto wa shangazi, binti ya mjomba, hawa wanafaa kuwaoa, sheria ni halali. Wengine ukitaka kumpelekea posa mtoto mdogo, watu wanakushangaa, wewe vipi? Umepagawa? Una pepo? Yaani umekosa wanawake kuoa? Kwani huyu mwanamume? Umekosa wanawake kuoa baba? Unataka kuoa dadako? Dadangu umezaliwa naye. Jamii zetu haziruhusu. Jamii nani waislamu? Allahu akbar. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka